Shalom. Nakumbuka tulipofanya mahubiri kuhusu safari ya wokovu. Na tulipofanya mahubiri kuhusu safari ya wokovu, tulisema kwamba wakati mtu anapookoka mara ya kwanza hujisikia sana kwamba anatiika moyo. Hata kitu kilicho kidogo ama jambo ambalo lingesumbua mtu aliyekomaa katika wokovu, kwake yeye huona kwamba ni kitu kidogo. Na wakati anapoanza kuokoka, huwa imani inakuwa kubwa kwa sababu hajapitia safari ya pili. Mtu yoyote anapookoka akiwa kwa safari ya kwanza, yani akiwa mchanga katika wokovu, huamini kila kitu, muamini Mungu. Hata wakati wa mauti muamini Mungu. Lakini wakati anapokomaa sasa, anapopitia majaribu hapa na pale, ambayo inaitwa safari ya pili. Safari ya pili ndio yenye ugumu kuliko vyote. Yesu wakati wa kubatizwa kwake, wakati wa kuzaliwa kwake na kubatizwa kwake, ilikuwa safari ya kwanza. Safari ya pili ilikuwa ni wakati wa kuhubiri kwake. Je, ni nani angemkubali? Wakati wa safari ya pili huwa ni ngumu sana. Safari ya pili ni pale kwamba ulipokuwa katika ulimwengu. Safari ya kwanza ulipokuwa katika ulimwengu, ulikuwa unapata fedha. Ulipokuwa katika ulimwengu, ulikuwa milango inafunguka. Lakini baada ya kuokoka sasa, unakuta kila kitu ulichokuwa nacho kinakupotea. Ulikuwa na marafiki wanaanza kupotea. Ulikuwa na milango ya fedha, ulikuwa ukipata kazi hapa na hapa, unakuta kazi zinapotea. Ulikuwa ukielewana na familia, sasa baada ya kuokoka uelewani. Ulikuwa mtu wa watu, sasa baada ya kuokoka watu hawana haja na wewe tena. Nisikie, ni safari ya pili. Na hapa ndipo kwenye kipimo cha imani. Na hapa ndipo imani inakuwa juu kuliko ya kwanza. Hapa ndipo watu wengi sana hufarakana na Mungu. Hapa ndipo watu wengi husema, umwambia Mungu kwamba nimesubiri, lakini nimefikia mahali nimechoka, wacha niangukie njia zingine. Ukiona mtu kwamba imefika mahali anasema nimechoka, naona tabidi nitafute njia zingine, huyu mtu hakuwa amekuja kwa Kristo. Huyu mtu alikuwa ameleta mwili katika kanisa, lakini roho yake hakuileta katika nyumba ya Mungu. Yoyote anayekuwa katika wokovu na kurudi nyuma, kumwacha Mungu kwenda kwa waganga ama kwa wachawi, huyu mtu kawaida alipokuja hakuja kwa sababu alikuwa ameokoka. Ni mwili ulikuwa umemleta. Huenda alikuwa ni kazi, huenda alikuwa ni mapito, huenda alikuwa ni magonjwa, huenda alikuwa ni magombano, huenda alikuwa ni kukosa amani, ikamfanya akarudi. Sasa siku ya pili hufanya watu wengi sana wakaacha wokovu. Kwa hivyo wakati wowote ukiokoka, alafu ikifikia mahali unasikia unapoteza kila kitu, unapoteza mambo mengi, unapoteza marafiki, unapoteza watu, unapoteza uhusiano wako na rafiki zako, unapoteza company. Nisikilize, wakati mwingi Mungu akikuita kutenganisha na vile visivyokuwa vyake. Chochote kisichokuwa cha roho hakiwezi tembea na mtu ambaye yuko kwa roho. Na hivyo ndivyo mara nyingi. Utasema, okay pastor, inamaanisha nini na upande wa fedha? Nisikilize, huenda ile pesa ulikuwa unaipata ilikuwa ni pesa ya damu. Huenda ile pesa ulikuwa unapata, ile kazi uliyopata, huenda mara kwanza ulikuwa umehonga, ndio maana Mungu akakutoa kwa hiyo kazi ili akuweke katika kazi yenye baraka zake. Kwa hivyo upate kuelewa tu kwamba wakati Mungu anapokuita, hutoa visivyo vyake akaeka vyake. Wakati Mungu anapokusimamisha, huondoa kila kitu kisichohusiana na yeye ili akupe kitu kinachohusiana na yeye. Kwa hivyo wakati wowote unapopitia magumu, wakati wowote unapopitia shida, kumbuka hii kwamba Mungu huondoa kisicho chake ili aweke chake. Watu ambao wanajua siri ya wokovu ni watu ambao wamekaa kwa ndoa. Poleni nyinyi ambao hamjakaa kwa ndoa, lakini walio kwa ndoa, wakati mnapoana mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, huwa ni furaha sana. Mwaka wa kwanza huwa ni furaha sana. Lakini kadri mnavyoishi pamoja, hapo ndio kuna upendo wa kweli. Sio mwezi wa kwanza wala mwezi wa pili wala mwaka wa pili wala mwaka wa kwanza, hapana. Sasa wokovu ni kama ndoa. Wakati unapomleta mwingine unamleta kwa furaha, ndivyo wokovu. Wakati unapomkaribisha Yesu ndani ya moyo wako, unamleta kwa furaha, kwa shangwe, kwa furaha. Unasikia roho yako iko radhi kabisa, yeye akai ndani yako. Lakini wakati wa siku ya pili ni wakati wa majaribu, wakati wa magombano ndani ya ndoa. Hapo ndipo sasa upendo wa kweli unajulikana. Maana hapo ndipo kwenye msamaha, hapo ndipo kwenye uvumilivu, na hapo ndipo kwenye imani. Kwa hivyo wakati wowote ukiona mambo hayaendi sawa, kumbuka kitu kimoja, kwamba Mungu huondoa kisicho chake ili aweke chake. Mungu huondoa kisicho chake ili aweke chake. Kumbuka hilo wakati wote ukipitia shida, wakati wote ukipitia mateso.